Ndugu watazamaji popote mlipo, ninawasalimu hamjambo. Karibu tena kwenye mwendelezo wa taarifa zetu. Kuna taarifa ambazo si nzuri ambazo nimeweza kupokea kutoka mahakamani kuhusu mwenyekiti wetu wa chama cha Chadema Tundu Lissu. Tunajua kwamba kuna kesi ambayo ilikuwa inatarajiwa kusikilizwa na Watanzania walikuwa wameandaliwa kwamba mnamo tarehe 11 Juni Tundu Lissu angefikishwa mahakamani, lakini taarifa hizo zinaeleza kwamba Mahakama Kuu ya Rufaa Tanzania imeweza kusogeza mbele uamuzi wa rufani katika kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema hadi Julai tarehe 6 mwaka 2026. Kumbuka kwamba siku nzima ya leo ya Jumatano pamekuwepo na hali ya tazwishi kati ya magereza ama ukipenda magereza na Chadema. Nitakueleza hilo. Awali kuna shauri hilo ambalo lilikuwa limewasilishwa kati ya mkurugenzi wa mashtaka na Lissu, lilipangiwa kusikilizwa mnamo siku ya tarehe 11 ambao ni kesho Alhamisi Juni mwaka 2026. Sasa kwa mujibu wa taarifa ya mahakama ya rufani ambayo imetolewa leo tarehe 10 Juni mwaka 2026, imebainishwa kuwa shauri hilo limepangwa kwa ajili ya uamuzi siku ya Jumatatu Julai tarehe 6 mwaka 2026 saa 3 asubuhi. Sote tunaelewa kwamba Lissu yupo mahabusu kwa takriban ya siku 427 tangu alipokamatwa Aprili 9 mwaka 2025 na hadi leo tarehe 10 Juni bado yupo mahabusu, na inaonekana kwamba serikali haipo tayari kuweza kumwachilia. Kuna wale ambao wataniuliza, bwana Ezra, hii ni kesi gani ambayo imeweza kuahirishwa tena kuhusu hii kesi ya uhaini ambayo inamkabili Tundu Lissu mpaka Julai? Mnakumbuka mnamo mwezi wa pili mwaka 2026 mwaka huu majaji wa Mahakama Kuu Tanzania walikubaliana na pingamizi la Lissu la kupinga nyongeza ya mashahidi. Upande wa mashtaka ambao ni serikali ulikuwa umewasilisha hoja ya kuongeza mashahidi. Lissu akapinga na mahakama ikakubaliana na malalamiko ya Lissu kupinga nyongeza ya mashahidi. Kwa hivyo mahakama wakatupilia mbali jaribio la upande wa mashtaka kuwasilisha ushahidi wa ziada. Sasa baada ya kushindwa kwenye hoja hiyo, upande wa jamhuri uliomba muda, baadaye ukapeleka shauri mahakama ya rufani kupinga uamuzi huo wa Mahakama Kuu ambao ulitupilia mbali, ama Mahakama Kuu ambayo iliweza kutupilia mbali nyongeza ya ushahidi. Unajua, mimi bado niko na kumbukumbu. Ninakumbuka hiyo siku baada ya mahakama kutoa uamuzi kwamba wamekataa nyongeza ya mashahidi, mahala ambapo Lissu aliweza kupata ushindi. Wawakilishi wa jamhuri, mawakili, walitoroka kutoka mahakamani, wakasema kwamba wanaenda kushauriana. Wakatoroka kama masaa 4 na baadaye wakarudi wakasema kwamba
tayari wamekwisha wasilisha rufaa kwenye mahakama ya rufani. Sasa tangia mwezi wa pili, sasa kesho tarehe 11 Juni ndio hiyo kesi ingesikilizwa. Miezi 4 imeisha, ndio hiyo kesi ingesikilizwa. Lakini tena mahakama imeweza kusogeza mbele mpaka tarehe 3 Julai ndipo watakaposikiliza malalamiko ya upande wa mashtaka ama ukipenda ya upande wa jamhuri. Alafu tarehe 6 Julai, Jumatatu, watoe uamuzi. Yaani hii serikali ya Samia imekanganyikiwa. Watu wamejiandaa, chama cha Chadema wamejiandaa kufika mahakamani siku ya Alhamisi tarehe 11. Alafu kipindi ambapo watu wamejiandaa kabisa, wanakuja kupata taarifa kwamba kesi tena imeahirishwa. Unajua, mapema kabisa siku ya Jumatano, Chadema iliweza kutoa malalamiko kwamba upande wa gereza umeweza kumwambia Lissu kwamba atoe orodha ya majina 40 ya wale ambao watafika mahakamani kipindi cha kusikilizwa kwa kesi ya Lissu tarehe 11 Juni kabla mahakama kuahirisha. Sasa katibu mkuu wa Chadema ambaye ni John Mnyika aliweza kusema kwamba kulitokea na taarifa gerezani kuwa Lissu aliombwa kuwasilisha majina ya watu 40 pekee. 40 pekee ndio wangeruhusiwa kuingia mahakamani. Serikali inaogopa nini? Tumepokea taarifa kutoka gerezani kwa mwenyekiti Tundu Antipas Lissu ambaye kesho tarehe 11 mwezi huu wa Juni anatakiwa kuwepo mahakamani, mahakama ya rufaa kwa ajili ya kusikilizwa kwa maombi ambayo upande wa jamhuri ulipeleka mahakama ya rufaa, lakini kwa maombi vile mwenyekiti Lissu ambayo naye aliyapeleka mahakama ya rufaa. Sasa tumepokea taarifa kutoka huko gerezani kwamba mwenyekiti Lissu ameandikiwa barua ya kutakiwa kupeleka majina ya watu 40, kwamba ndio watu hao peke yake waruhusiwe kuingia mahakamani kwenye kesi yake, na tumejulishwa kwamba mwenyekiti Lissu hajakubaliana na utaratibu huo kwa sababu ni utaratibu ambao hauko kwenye sheria na hauko kwenye taratibu za haki, utaratibu ambao unanyima haki kutendeka na haki kuonekana ikitendeka katika kesi kubwa sana ya uhaini ambayo ndio shtaka kuu kuliko lote katika mashtaka katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, shtaka ambalo mtu akikutwa na hatia nalo adhabu yake ni kifo. Kwa ukubwa wa kesi hiyo ambayo ina maslahi ya umma, ni kesi kuu kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu, utaratibu huo mwenyekiti Lissu hajakubaliana nao. Mimi kitu ambacho kinazidi kunishangaza, wanaendelea kumshikilia kiongozi wa watu kwa zaidi ya siku 427 bila ya hata kudhibitisha yale mashtaka ambayo wameweza kumwekea. Kumetokea taarifa kutoka ndani ya gereza kwamba Lissu, serikali inazidi
kumshawishi akubali kwamba aondolewe mashtaka na ahame Tanzania, lakini Lissu ameweza kukataa. Sasa mimi ninashangaa, mahakama gani hii unapata kwamba inaratibu watasikiliza kesi ya Lissu, alafu kwa lugha ya Kimombo wanasema kwamba in the last minutes wanaahirisha. Nini kinaendelea hapa? Wananchi wanaomba kuelewa, ama wanataka kutuambia kwamba majaji wa kusikiliza hii kesi hawakukua, ama kuna hawa majaji ambao waliweza kuapishwa na Samia Suluhu Hassan majuzi tu ndio wataenda kusikiliza hii kesi, ama wamesogeza mbele tena wakuje kutuambia kwamba kwa sababu kuna maandamano ambayo yameweza kuratibiwa tarehe 7 Julai, eti kwamba tena wameahirisha mbele maamuzi ya rufani ambayo iliweza kuwasilishwa na upande wa serikali. Ushahidi ni wa nini ambao wanataka kuongeza mpya, ama ushahidi wa ziada? Ikiwa wako kwa wamejipanga, wangekubali wameshindwa kuliko kumhangaisha kiongozi wa watu. Alafu mnataka kuniambia kwamba tuko na taifa hapa. Mnataka kusema tu kwamba tuko na taifa. Mnataka kusema tu kwamba tuko na mahakama ambayo inaweza katupea msaada. Mahakama gani hii ambayo mnasema tuko nayo kipindi mtu anakaa kwa gereza mwaka mzima kama mfungwa tayari, na bado haya mambo ya mashtaka ya uhaini hayajaweza kudhibitishwa? Mimi kitu ambacho kimeweza kuniuma ni hichi, pale ambapo mahakama inaomba orodha ya majina 40 ya watakaofika kwenye gereza. Sasa hii kesi si ya kificho, hii kesi ni ya uhaini ambayo ukishindwa ni kunyongwa. Wananchi wanataka kufika pale washuhudie. Mbona wanataka kuchagua watu 40 peke yake? Hizi taarifa si nzuri. Kuna kipindi ambapo Lissu aliwasilishwa mahakamani kama hajaweza kuchana nywele. Wanamtesa kiongozi wa watu. Wazo lako ni lipi?